Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa H Media Kiafrika sana. Karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu bomba kabisa. Hapa nazungumzia kipindi bora kabisa ambacho kinajulikana kwa jina la Wakemea Mapepo. Kipindi ambacho kinakuwezesha wewe mtazamaji wetu kuhakikisha kwamba unafahamu mengi ambayo yanakuwa yamejiri katika jamii zetu ambapo tunaishi huko mtaani, lakini zaidi yale ambayo ni yenye tabia mbaya. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha kwamba tunafanya nini? Tunaiweka jamii katika mstari ambao unatakiwa. Leo bwana, tumekuja na mada nyingine mezani hapa ambayo inahusiana na swala zima la matumizi mabaya ya ulimwengu wa sayansi na teknolojia, na zaidi matumizi mabaya ya simu za mkononi. Yaani bonye. Umeenda sehemu mtu unataka kupiga story yeye bonye. Na bahati mbaya nyingine tena mimi umenibip, si umeitoa wapi? Yaani unakuta jamaa story anazozipiga wewe umeingia una shida yako. Alafu unasikiza story anazozipiga Mungu wangu Yesu na Maria. Hapo unachanganyikiwa. Yaani kwa kweli yani bwana mtazamaji, kama umewahi kushuhudia aidha unakwenda kwenye kufanya usaili katika kampuni fulani, umeomba ukaitwa, bwana tarehe fulani karibu kwenye usaili. Unafika pale ofisini kwa bosi unamsalimia salama, hana muda. Habari za huko. Hapo sasa mimi nakuwa nasikia kuvimba niruke ni Tabia mbaya sana kwenye jamii zetu. Zaidi mabosi, kwa kweli mnatakiwa kujirekebisha. Na hilo ni pepo. Bonge moja la pepo. Lakini zaidi unakwenda kuomba kazi, unafika pale unamsalimia bosi, hata haitikii. Unamwongelesha bosi, yuko busy na simu. Jamani, hii tabia inakera vibaya. Sasa mkemea mapepo hapa inabidi tuwafuate kwanza, tukawaone live mbashara, na ole wako tukute hilo pepo limekupanda kwa muda huu. Itakuwa ni hatari. Twende mtazamaji, tukashuhudie kwenye tukio hili nini kinaendelea. Habari za jioni mkuu. Salama, karibu. Asante. Karibu sana. Hizi ndo CV zangu. Okay, sorry. Hey my dear. Niambie. Uko poa kabisa? Na kukumbuka mno wase. Nashukuru sana kwa jinsi unavyozidi kunihendo kila siku. Kwa jana sasa ndo umenimaliza. Na kushukuru sana, na kimsingi niseme wewe ndiye mwanamke pekee. Wewe ndiye mwanamke pekee, wewe ndiye mwanamke wa kwanza. Yaani umenifanya mpaka nasikia mwili wangu mwepesi. Unaona? Umenifanya mwili wangu mwepesi, yani umenirusha, umenizungusha. Wewe mwanamke wewe. Matibabu nimeanza kuyapata kwako. Sina haja ya kwenda kwenye kupasha kuzunguka kukimbia, hapana. Na kimsingi wewe ndiye mwanamke ambaye niseme umewapiku wote. Wapo tu mjini humu anaruka tu, lakini hamna lolote. Yaani yapo tu yeye, usijione anajishebedua mjini humu, hamna kitu. Wewe yani Diamond anasema sweetie number one. Oh baby number one. Wewe ni noma. Yaani wewe ni my number one. Bosi. Yes please. Hamna cha wanawake. Yaani ni mwanamke nguo. Wewe ndo kiboko. Yaani kama nilivyokuambia, wewe sema chochote kile unachokihitaji, mimi niko tayari kufanya kwa ajili yako. Mwezi huu na kuahidi nitafanya chochote ambacho utahitaji. Wewe niambie tu. Hamna lolote. Yaani yale yapo tu. Hamna cha wanawake humu mjini. Bosi. We dada. Alikuwepo bwege mmoja huko. Sasa hapa. Mimi ndio maana nasema ni bora watu tukawa tunatumia tu simu kuliko kwenda ofisini. Kwa sababu ofisini mbona kama pamekera hivi? Hivi majengo haya yanaweka ya nini? Inafikia tu mtu unaogopa kuingia ofisini. Majengo yamejengwa vizuri, ndani panapendeza, lakini aliyoma anabongera pepo. Na namna hii. Ni bora mimi unipigie simu kwamba ndio moja kwa moja kazini nije naanza kuliko kuja ofisini mara nilete vyeti. Nimefika wewe uko na makompyuta yako, uko busy na simu. Sasa kilichoniuzi zaidi ile story inahusiana na ofisini. Wanachafua ofisi za umma.
Ile stories zina wapi ofisini hizi? Wanachafua taasisi mbalimbali za watu, tena taasisi kubwa na zinaaminika na kuheshimika, lakini bosi au mtu ambaye anapewa dhamana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaendesha taratibu, kanuni na sheria za ofisi hiyo, anachokifanya kinakuwa sio poa. Mwanangu, kama mwanasheria wewe, naeleza nini tuwakemee kweli. Mkajirudi. Wewe kwenye ofisi umeajiriwa, hadia, umefika saa ngapi usiku? Hivi unajua nimefika nimechelewa. Sasa yanahusiana wapi na hiyo ofisi? Huyo dia wako ndo amekuweka pale ofisini. Wewe unafika anaanza kuzungumza tu mambo ambayo hata hayahusiani kabisa. Mpaka mwisho siku unafahamu siri za bosi. Mambo gani haya? Ajabu kabisa haya. Bosi, hiyo nafasi na hisi ulidandia. Kwanza wewe sio bosi, wewe mle umeajiriwa tu. Mwingine mwenye maadili, ambaye anajua vyema kutumia matumizi mazuri ya sayansi na teknolojia. Kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 44 cha wakemea mapepo, nimekuhukumu viboko 20 ili we fundisho kwa watu kama wewe ambao wana matatizo ya akili kama wewe, ambao mmezoea kuzichezea ofisi za umma na kupeleka mapenzi ndani ya ofisi. Na kwa namna ulivyoikera taasisi hii, najiuliza sijui wewe ni kulipue na risasi kabisa. Maana naona viboko sasa hivi kama muogopi, Fikiri nitumie hii. Leo unajifanya mwoga eti? Wakati mnatuchafulia ofisi unaona kawaida tu, lakini hapa unajifanya mwoga, si ndio? Sasa ngoja, maana hii naona itaniondolea ushahidi pistol. Nataka niache jina. Sasa nitumie hii. Naona kama ndogo. Okay. Hapa. Haiwezekani. Ona hii kama ndo size yako, lakini hapana. Hii inafikiri sasa hii ndo inaweza kasaidia maana. Hii nafikiri inakutosha, lakini sababu unaonyesha nidhamu za kinafiki. Lala. Baada ya kutizama hilo msikilizaji, na mimi nimepata kitu kizuri kabisa cha kujifunza ambacho kinakwenda kusaidia wewe pamoja na yule mwingine kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunaenda katika mstari ambao umenyooka. Sisi nadhani tuna la ziada leo. Tuwakumbuke watu wanaotuweka mjini, wanaozidi kutufanya tunaonekana. Ndio. Bwana, mimi ni kushukuru sana Jimmy Agrovet Company Limited. Hawa wanajihusisha na masuala mbalimbali, lakini zaidi dawa za mifugo pamoja na vyakula vya mifugo, na usao zaidi kuhusiana na swala zima la kilimo cha kisasa. Wanapatikana mjini Kayanga Karagwe. Fika pale stendi uchukue bidhaa zako bomba kabisa. Asante sana Jimmy Online. Cash point. Wazee wa fedha. Wana masuala pia ya fedha. Pesa mingi mtoto mdogo. Lakini pia tunaye Hetrack Kombucha. Wazee wa nini inaitwa kombucha sweet wine. Wazee wa vinywaji, tukitoka hapa tunakunywa, tunarainisha koto mambo yanakuwa ni. Alafu na mambo mengine huko yanakuwa fresh, tunajimoya moya. Mambo yanakwenda ni. Thank you very much Mr. Hetrack. Sasa asante sana bana, tunakushukuru sana kwa kutizama. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare. Subscribe account yetu ya H Media Kiafrika sana.